Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, inaendelea kupita kila eneo hii yote ni katika kuangazia mambo tofauti na matukio ya kimataifa yote. Kwa sasa tutaangazia hali namna ambavyo ilivyo kwa sasa mashariki mwa DRC. Tutatazama kiundani zaidi iko vipi hii. Kupitia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa tathmini ya hali ya usalama katika mji wa Uvira. Hii ni kufuatia tangazo la waasi wa M23 kwamba wameanza kujiondoa taratibu katika mji huo. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa serikali alibainisha kwamba tangazo hilo linaonyesha lilipangwa na waasi hao, akidai kwamba linalenga kupunguza shinikizo kutoka kwa washirika wao wa kimataifa. Kwa mujibu wa serikali, kuna taarifa za kuaminika zinazoashiria kwamba kinachoonekana kama kujiondoa ni mbinu ya kuficha ukweli. Kupitia msemaji hakuishia hapo. Katika moja kati ya video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, ilionyesha magari ya waasi yalionekana kwamba yako tupu, yakibeba madereva pekee na watu wachache sana katika magari hayo. Maelezo kuhusu kujiondoa huko hayako wazi kwa kuwa waasi hawajaeleza wanajiondoa hadi wapi, wala zoezi hilo halijasimamiwa ili kuthibitisha kwamba wamefikia maeneo gani ya awali. Usiku huo hakukubaki kimya. Kupitia Kabi alipata nafasi ya kubainisha mambo kadhaa. Akasema waasi wengine walionekana wakipita kwa miguu kupitia njia ya Muami, wakipitia milima ya Kashekebwe kuelekea nyanda za juu za Uvira ili kuungana na washirika wao katika eneo la Fizi, jambo ambalo kwa mujibu wa serikali linaashiria jaribio la kuzingira mji wa Uvira. Wanajeshi walikuwa wakielekea Makobola wakipitia Baraka, bado wako mbali wa kilomita takribani 9 kutoka Uvira, wakiwa na silaha zao nzito kabisa na hawajaonyesha nia ya kuondoka. Serikali pia ilidai kwamba wanajeshi wa Rwanda wanaodaiwa kuhusishwa na M23 walionekana katika mzunguko wa Kavimvira, ingawa hawakuingia ndani ya mji wa Uvira. Kwa mujibu wa serikali, hali hiyo inaunga mkono madai kwamba tangazo la kujiondoa ilikuwa ni hila ya kupotosha maoni ya umma wa kitaifa na hata kimataifa. Zaidi ya hayo yote, serikali imebaini watu wasiojulikana waliovalia mavazi ya kiraia walionekana katika mji wa Uvira, watu ambao hawajawahi kuonekana hapo awali, na inadaiwa kwamba ni waasi ambao waliovua sare za kijeshi ili kujificha kama raia wakisubiri mashambulizi mapya. Sasa kutokana na hali hiyo, serikali ya DRC imesema inaendelea kuwa na shaka kuhusu madai ya kujiondoa kwa M23, hasa kwa kuwa vikosi vya serikali bado havijarejea kikamilifu katika mji huo. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba linaendelea kupokea na hata kutibu majeraha mapya, ishara kwamba mapigano bado hayajaisha katika eneo hilo. Baadhi ya wachambuzi wa maeneo ya Maziwa Makuu akiwemo Christian wamesema hakuna uhakika kwamba waasi hao wamejiondoa kweli, kwani hakuna uwepo wa serikali mjini Uvira wa kuthibitisha hali hiyo. Lakini hatua hii inaonekana zaidi kwamba ni mwitikio wa shinikizo kutoka kwa Marekani. Kwa mujibu wake, Uvira ni mji wa kimkakati kwa waasi kwa kuwa ni ngome muhimu katika jimbo la Kivu Kusini na ni njia kuelekea Katanga. Sasa kwa upande wa shinikizo la kimataifa, kundi la M23 liliteka miji ya Uvira wiki iliyopita, tutakumbuka, na lilisema kwamba linaanza kujiondoa na liliahidi kikamilifu zoezi hilo kukamilika mpaka siku ya Alhamisi. Hii ni kufuatia shinikizo kutoka kwa Marekani. Hatua hiyo ilikuja siku chache tu baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya serikali za DRC pamoja na Rwanda huko Washington, ambayo haya ilisimamiwa na Marekani. Hata hivyo, waasi wa M23 hawakuwa sehemu ya makubaliano hayo, ingawa walihusika katika mchakato sambamba wa mazungumzo ambao uliratibiwa na Qatar. Baadhi ya wakazi wa Uvira waliwaambia waandishi wa habari bado haijabainika kama waasi wameondoka kabisa, wakisema kwamba magari yao bado yanaonekana yakizunguka katika
mji huo. Na hili linathibitika mara baada ya siku za hivi karibuni pia kutokea tena mapigano mengine ambayo yalizuka kati ya wanamgambo wa M23 na upande ambao wanayoiunga mkono serikali karibu na mji wa Uvira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku chache tu mara baada ya M23 kuwapa kuondoka katika mji huo. Na inadaiwa watu walijifungia ndani kwa ajili tu ya usalama wao na shughuli kwenye mji huo zilisimama kabisa. Hii ikiwa ni kulingana na mmoja kati ya wakazi ambao walizungumza kwa njia ya simu na shirika la habari la kimataifa. Mapigano yalijikita katika maeneo ya milimani na hata kwenye vitongoji vilivyopo karibu na kusini magharibi mwa mji huo, ikiwa ni pamoja na sehemu ya Kalundu ulioko mto wa Tanganyika. Baadhi ya wakazi walibainisha hayo.